Shalom shalom mtazamaji wa BCMC TV. Karibu tena, tupo hapa na kiongozi wa huduma ya BCMC. Tutamfahamu yeye ni nani, lakini ni kiongozi katika sehemu gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani kufahamu unaitwa nani? Okay, kwa majina naitwa Apostle Meshek Ndanzi. Kutokea wapi? Kutokea Chalinze, pale ndipo ninapohudumu. Tunatamani kujua kwa nafahamu kidogo, sio sana, wewe ni kiongozi wa huduma ya BCMC. Nataka kujua ni kiongozi gani? Okay. Kwa mujibu wa huduma yetu ya BCMC, mimi ni askofu wa kanda ya Mashariki. Yaani nikimaanisha kwamba na mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro na mkoa wa Dar es Salaam mwenyewe ndio ndipo makanisa ndio tunakochunga. Amina. Natamani kufahamu lini uliteuliwa au ulichaguliwa kuwa askofu wa kanda ya Pwani? Okay, mpaka sasa nina miaka miwili tangu nimeteuliwa mpaka sasa nilipofikia. Miaka miwili. Ndio. Na katika hiyo miaka miwili na maana yake bado unaendelea. Natamani kujua ni majukumu gani ambayo wewe unahusika nayo katika hiyo njia yako ya askofu. Okay, majukumu ninayohusika nayo kwenye nafasi yangu ya askofu, moja ya majukumu niliyokuwa nayo ni kuhakikisha nakuwa ni mwangalizi wa makanisa ambayo yapo chini yetu kwa mujibu wa kanda yetu ambayo tunaichunga upande wa kanda ya Mashariki. Kwa hiyo mimi nakuwa ni mwangalizi nikiendelea kuangalia makanisa yale kwa ukaribu zaidi na kuelekeza baadhi ya mambo mengine ambayo maelekezo yametoka ngazi kuu ya unaitwa askofu muasisi wa huduma hii. Kwa hiyo mimi nikiyapokea na kuyapeleka kule kwa walengwa na pia kuendelea kuangalia makanisa ambayo yapo chini yangu kwenye ile kanda yangu. Amina sana. Kutokana na maelezo yako, maana yake wewe ni kama mbadala wa askofu katika jimbo hilo la Pwani. Ndio. Tunatamani kujua ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika kuongoza ile jimbo lako la Pwani wewe kama askofu? Changamoto zipo lakini sio nyingi na wala sio kubwa, ni za kawaida. Changamoto hiyo kwa mfano mtaa bado kama unavyoelewa kanisa letu bado hatujana viwezeshi vya karibu, kwa hiyo changamoto labda ni usafiri, fedha kidogo hivyo, lakini sio kubwa, ni vile ambavyo vinasovika na huduma inaenda sawa. Kwa changamoto kubwa ni uchumi. Ni uchumi. Natamani kujua ni wewe kama askofu wa jimbo la Pwani unamwakilisha vipi askofu mkuu wa huduma ya BCMC ukiwa pale katika jimbo lako la Pwani? Okay. Moja ya majukumu ambayo namwakilisha baba yangu ni kuhakikisha namsemea vizuri kwenye huduma yetu, na pia namwakilisha kwa kuhakikisha namtambulisha vizuri, kuhakikisha watu wote watu wa Mashariki wanamfahamu baba yetu muasisi wa huduma hii. Kwa hiyo ni moja ya sehemu kuwakilisha ujumbe na kuhakikisha tunapeleka message iliyo sahihi na kufafanua yale maono ambayo baba yetu anayo kwa ufasaha katika kanda yetu ya Mashariki. Lakini pia tunatamani kujua ni mikakati gani ambayo ulionayo wewe kama askofu pale katika jimbo lako la Pwani, au ukitaka jimbo likue au kufanya jimbo lako liwe linafanya vizuri. Nataka kujua mikakati yako wewe kama askofu katika jimbo la Pwani. Okay, moja ya mikakati ambayo tumejiwekea sisi watu wa kanda ya Mashariki ni kuhakikisha, moja, nimekuwa nimetumia mbinu hii kuhakikisha naimiza wachungaji wangu ambao wapo chini yangu na walea kuhakikisha, mmoja, wanahubiri Injili na kuhakikisha wanawafungua watu na kuelekeza ile habari njema sasa na ile agizo letu ambalo baba yetu alipokea kutoka kwenye kitabu cha Mathayo ile 28 na ule mstari wa 28 mpaka mstari ule wa 19 hadi 20. Basi tuende tukahubiri Injili kwa mataifa yote. Kwa hiyo kuhakikisha wachungaji wangu wanahubiri Injili, wanafungua watu. Na mpango wa pili wa kukuza huduma yetu kiuchumi katika kanda yetu ya Mashariki, kuhakikisha tunaanzisha mifumo mbalimbali, kuhakikisha tunapata mlango wa kuingizia uchumi na ili huduma yetu iweze kukua kiuchumi na kimafanikio pia, na kuhakikisha watu tunawafundisha kwa ufasaha ili wakue na kiroho pia. Kwa mimi ambavyo naelewa, askofu lazima atakuwa anatoa baadhi ya maelekezo fulani kwa askofu wake wa majimbo. Natamani kujua wewe kama askofu wa jimbo la Pwani unatumia njia gani maelekezo ya askofu yakatekelezeka kwenye jimbo lako? Okay. Njia ninayotumia kuhakikisha wachungaji wangu wanapata taarifa kutoka makao makuu, moja ya njia ni kutumia simu, kuwapigia meseji na kufika ana kwa ana kufanya ziara kwenye makanisa yetu na kupeleka ile message ambayo kutoka makao makuu ambayo imefika. Kwa mpaka sasa kwa miezi ambayo tuko nayo, umefanikiwa kufanya ziara yoyote katika jimbo lako? Hapana, kwa mwaka huu mpaka sasa bado sijaanza ziara, ila baadhi ya makanisa tayari yameshaanza ziara. Nimewashaagiza wachungaji, wameshaenda baadhi ya makanisa kama vile mtu wa kutoka Ifakara kwenda Morogoro, mtu wa Visiga kwenda Tanga, tayari imeshaanza kufanyika ziara, lakini mimi mwenyewe ziara zangu zinaanzia mwezi huu wa 4
na nitarajia ziara nitaanzia Ifakara na kuendelea makanisa mengine. Kwa hiyo asante sana. Mimi napenda kuambia wana BCMC kutoka jimbo la Pwani, nitarajia ziara kutoka kwa askofu wetu wa jimbo. Asante sana askofu kwa muda wako, tunakushukuru sana. Amina, barikiwe sana. Amina.